ni paredi la kibabe, lakini wakati mwingine kupitia idara yao ya habari na mawasiliano kwa umma, hasa mkuu wake Ali Kamwe, analielezea kama paredi la masimango kwa wapinzani wao. Lakini kimsingi Yanga wana sababu nyingi haswa za kufanya paredi hili, paredi la kibabe, paredi la kufurahia kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara kwa msimu huu 2025 2026. Ni kwa sababu gani? Kwanza, Yanga kwa msimu huu, hii sababu mojawapo, wametoa ubingwa ndiyo, lakini ni ubingwa wa 5 mfululizo. Hili si jambo dogo, kwa sababu katika historia ya ligi kuu Tanzania bara ni mara ya kwanza kwa timu kutoa ubingwa mara 5 mfululizo. Ikumbukwe ligi kuu Tanzania bara ilianzishwa msimu mwaka 1997 kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza. Sasa kuanzia msimu huu 1997 mpaka sasa ushindani umekuwa wa juu mno. Sasa katika kipindi hiki ambacho ushindani umeongezeka kutokana na ukweli kwamba ni katika kipindi kilichoanza kuwa na udhamini na mvuto katika ligi kuongezeka, imekuwa ngumu kwa timu kutoa ubingwa back to back. Lakini Yanga wamefanya hivyo msimu huu, wakianzia msimu 2021 2022 mpaka msimu huu 2025 2026. Hii ni sababu tosha ya wao kuwa na paredi la kibabe, paredi la kuashiria namna ambavyo wamefanikiwa sana katika misimu 5 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Lakini pili ni katika historia ya ligi yenyewe, kuanzia wakati inaitwa ligi daraja la kwanza na mpaka sasa inaitwa ligi kuu Tanzania bara. Yanga wenyewe kwenye kumbukumbu zao wamefanya hivyo mara moja tu kabla ya msimu huu kufanya tena kwa mara ya pili, kwamba kutoa ubingwa mara 5 mfululizo ilikuwa kuanzia mwaka 1968 mpaka mwaka 1972. Yanga waliwahi kutoa ubingwa mara 5 mfululizo. Baada ya hapo haikuwahi kutokea tena kwa Yanga mpaka Yanga hii ya sasa chini ya rais wake Engineer Hersi Said, makamu wake Arafat Haji, CEO Mtine na viongozi wengine ndani ya Yanga waliofanikisha mafanikio haya. Sasa hiyo ni sababu pia nyingine ya kuwafanya wafurahi sana, ya kuwafanya wafanye paredi la kibingwa. Lakini sababu nyingine ni ukweli kwamba ndani ya misimu hii 5 ambayo Yanga wanatoa ubingwa, wamekuwa wakitawala kwa kiasi kikubwa ligi kuu Tanzania bara, na kwamba wanatoa ubingwa kwa namna ambayo inawafanya wapinzani wao wabaki nyuma sana kwenye maeneo mengi. Mfano, katika misimu hii 5 kuanzia 2021 2022 mpaka msimu huu, Yanga hii imekuwa ndio timu inayoongoza zaidi kushambulia. Yanga hii ndio timu ambayo imeongoza katika kuhakikisha wanakuwa na ukuta imara zaidi. Yanga hii ndio ambayo imefunga mabao mengi zaidi, ikiruhusu mabao machache zaidi. Iko vipi? Ni kwamba Yanga katika misimu hii 5 mpaka sasa, uthibitisho ya kwamba imetoa ubingwa kwa raha sana, kibabe sana, kiasi ya kustahili kuwa na paredi la kibabe, imepiga mashuti kwa ujumla mashuti 1629. Halafu katika hayo mashuti 833 yamelenga shabaha, na kisha wao wamepigiwa mashuti 189 tu ya kulenga shabaha. Haya ni ya kulenga shabaha waliopigiwa Yanga. Wao wamepiga mashuti 833 kwa jitihada zilizohusisha mashuti 1629, na hii ni katika mechi 150. Tunakumbushana mechi 150 kwa sababu tunazungumzia misimu 5. Kila msimu kuanzia 2021-22 mpaka sasa ulikuwa na mechi 30 mara 5 ni mechi 150. Kwa dakika tunazungumzia dakika 13,500 katika misimu yote hii 5. Yanga nini imefanya? Jitihada hizi zimezaa mabao 336. Alafu yenyewe jitihada za wapinzani kupiga mashuti ya kulenga shabaha, mashuti 189, zimewapatia wapinzani mabao 59. Hapo unapata nini? Ni kwamba kuna kitu kinaitwa goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao. Yanga kupiga mashuti 1629 halafu inafunga mabao 336. Maana yake goal conversion rate unaipataje? 336 katika mashuti 1629 zidisha kwa 100, utapata hapa around 22%.
61, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Ni kiwango cha juu mno. Na katika kuzuia unaona kwamba kuruhusu mabao 59 ndani ya misimu mitano, hakuna timu imeruhusu mabao machache kama Yanga. Kwa mfano, katika msimu uliomalizika hivi karibuni wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga ilipiga mashuti 276. Kati ya hayo mashuti 152 yalilenga shabaha, ikafunga mabao 72. Goal conversion rate ni around 26%, kiwango cha juu mno. Watani zao jadi Simba kwa mfano kwa msimu huu ndio wamepiga mashuti mingi zaidi 296, lakini yaliolenga shabaha 161. Mabao aliyofunga hayafikii idadi ya mabao 72 aliyofunga Yanga. Yanga hakika kwenye eneo hili walikuwa vizuri zaidi ndani ya misimu mitano, maana nimetaja tu msimu huu, lakini ukichanganya na misimu mingine, kwa mfano msimu wa 2021-22 Yanga walipiga mashuti 309. Hii ni sababu nyingine nataka kuelezea hapa ya juu ya kupanda kila msimu katika jitihada za kutaka kufunga. Ni kwa sababu msimu wa 2021-22 Yanga walipiga mashuti 309, 22-23 Yanga wakapiga mashuti 337, 23-24 Yanga wakapiga mashuti 347, 24-25 Yanga walipiga mashuti 360, 204 alilenga shabaha, wakafunga mabao 83 ambayo ilikuwa ni rekodi mpya katika ligi kuu Tanzania bara tangu kuitwa ligi kuu kuanzia mwaka 1997. Lakini msimu huu wamepiga mashuti 276 ambayo tunaweza kusema ndani ya misimu mitano msimu huu wamepiga mashuti machache kulinganisha na misimu mingine, lakini uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ukawa wajibu zaidi kuliko misimu mingine. Kwa mfano msimu uliopita walipiga mashuti 360 wakafunga mabao 83. Ni mabao mengi, lakini goal conversion rate ilikuwa ni around 23%. Msimu huu mashuti machache 276, mabao 72, goal conversion rate 26%. Lakini kwa ujumla ndani ya misimu mitano unagundua Yanga wamefunga mabao haya 336 natoka kuelezea, wakiruhusu mabao haya ambayo ni machache zaidi. Mabao haya waliofunga kwa wastani katika misimu mitano, kwa sababu wamecheza dakika 13,500 natoka kueleza kutokana na mechi 150. Maana yake ni kwamba kuna kitu kinaitwa minutes per goals, MPG. Yanga maana yake utachukua dakika zote walizocheza kutokana na mechi 150 ugawanye kwa idadi ya mabao waliofunga ambayo ni 336. Ukigawanya vizuri hapo utagundua Yanga kwa wastani ilikuwa inafunga bao kila baada ya dakika 40 na sekunde 10, kiwango cha juu mno cha kufunga ndani ya misimu mitano kwa wastani. Zipo sababu nyingi, lakini sababu mojawapo za kufanya Yanga wawe na furaha kubwa mno leo hii katika kufanikisha paredi lao ni hili nitoka kuelezea, kwamba ubingwa wa 5 mfululizo ambao kwenye historia yao hii ni mara ya pili kwenye ligi nzima. Ilipita miaka 46 kabla Yanga kufanya hivyo, kwa sababu mara ya mwisho walifanya Simba kuanzia mwaka 1976 mpaka 1980. Huu ni mwaka 46 Yanga wanafanya hivyo, lakini katika misimu mitano wakifanya tathmini wamekuwa na mambo mazuri katika ligi kuu Tanzania bara, wakitoa ubingwa katika kila msimu, wakiwa ndio wanaoshambulia zaidi kwa idadi ya mashuti nitoka kuelezea, lakini wakifunga mabao mengi zaidi. Mwingine nataka kujua Yanga wanafanya hivyo, watani zao jadi je? Simba ndani ya misimu mitano Simba wamepiga mashuti 1590. Kumbuka Yanga mashuti 1629. Kwenye mashuti 1590 walopiga Simba mashuti 1590 yaliolenga shabaha ni mashuti 830, huku wao wakipigiwa mashuti 212. Kumbuka Yanga wamepigiwa mashuti 189. Azam kwa mfano, Azam hawa ni Simba. Azam ndani ya kipindi hiki cha misimu mitano wamepiga mashuti 1333. Halafu mashuti ya kulenga shabaha ni 655. Wao wamepigiwa mashuti 248. Wote hao hakuna aliyefunga mabao mengi kama ya Yanga, aliyeruhusu mabao machache kama ya Yanga, na hilo linaonekana pia kwenye mashuti, kwa maana jitihada zilizofanyika katika kufunga na kuzuia. Na labda changamoto pekee kwa Yanga ni kuhakikisha kwamba mafanikio haya misimu mitano mfululizo katika ligi kuu Tanzania bara wayahamishie sasa mazima kwenye michuano ya CAF, kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika misimu hii mitano Yanga wamefanikiwa kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, wamefanikiwa kufika
hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika pale walipotolewa kwa mikwaju ya penalty na Mamelodi Sundowns msimu wa 2023 2024. Misimu mingine kwa mfano msimu uliomalizika kwenye michuano ya ligi ya mabingwa CAF, Yanga waliishia hatua ya makundi. Lakini hivi sasa Yanga kwa viwango vya ubora wamepanda sana. Kabla ya msimu wa 2021-2022 chini ya Engineer Hersi Said kama rais wao, Yanga kwenye viwango vya ubora kuna kipindi walikuwa hawapo kabisa, kwa sababu ili uingie katika viwango vya ubora barani Afrika CAF kwenye klabu bora lazima uingie hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho, kwa maana ya michuano ya klabu ya CAF ndani ya misimu mitano. Yanga ilipotea mazima. Kuna kipindi ikawa ya 75, lakini sasa Yanga ni ya 12 kwa viwango vya ubora barani Afrika. Sasa changamoto kwao wahamishie ubora huu kwenye michuano ya CAF, na bila shaka kwenye msimu ujao 2026-2027 changamoto mojawapo kwa Yanga ni hii ya kwamba ubabe wao wahamishie sasa CAF. Kazi ni kwao. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.